Kazi yetu kama serikali ni kushika zao moja moja na kulipandisha. Tumeanza kushika mazao kadhaa. Korosho tumeipandisha kiasi kikubwa. Kahawa tumepandisha kiasi kikubwa. Hamwezi kufikiria hata mbaazi ambayo ilikuwa ni mboga tumeipandisha kwenye soko la ulimwengu. Na sasa tunakwenda kwenye pamba. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Simiyu, hatua yoyote tunayochukua serikali ni kwa faida yetu, kwa faida ya wananchi wakulima wa pamba na kwa faida ya nchi yetu. Hakuna hatua tutakayoichukua inakuja kumuumiza mkulima. Lakini kawaida mabadiliko yanakuwa na maumivu kidogo. Na wanaumia zaidi ni wale ambao hawalimi wala hawaprocess, hawaongezi thamani. Ni wanunuaji kutoka huku kupeleka huku. Ndio wanaumia zaidi na ndio wanaofanya kelele nyingi zaidi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, mkubali hatua tunazozichukua ni kwa faida ya nchi, ni kwa faida ya mkulima. Mkulima faidike na nguvu anayoitoa kulima pamba kama tulivyofaidisha wengine wa korosho, tumbaku, kahawa na mazao mengine ya chakula. Wote wamefaidi, na huku kwenye pamba tunataka tuipandishe pamba. Tunajua kwamba Simiyu zao kubwa la kiuchumi ni pamba ukiacha mengine. Kwa ndugu zangu wa Simiyu, lengo la serikali ni hilo, na nimshukuru mwekezaji hapa wa ndani amewaza kuongeza thamani angalau kwa hatua ya kwanza. Lakini kwa hatua ya pili sasa tutanunua kwake kuweka kwenye kiwanda ambacho tayari tunaanza kukijenga cha kutengeneza nyuzi za pamba. Tunataka kusitisha kuipeleka pamba yetu kama ilivyo kwenye marobota kwa wenzetu wakatengeneze nguo na watu wao wapate kazi. Tunataka pamba yetu tuitengeneze hapa hapa ili watu wetu wa Simiyu waweze kupata ajira ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu serikali. Na baada ya kusema hayo, ni washukuru sana, nimpongeze sana mwekezaji wa ndani ambaye ameweka viwanda hivi viwili. Na hii ndiyo kazi tunayoitaka Watanzania ambao Mungu amewabariki vijisenti wawekeze hapa ndani ili kutengeneza ajira na kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni kukuza uchumi wa nchi yetu sisi wenyewe badala ya kutegemea mikopo na misaada kutoka nje. Tumejitahidi sana, tunakwenda vizuri, lakini nimpongeze ndugu yetu, lakini waombe na wengine wafanye jitihada kama anazozifanya. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana ndugu zangu, sana sana. Leo nipo ndani ya mji huu na nina miradi kama 5-6 ya kufungua. Na hii manake nini? Kwamba serikali imefanya kazi nzuri ya miradi ya maendeleo. Na ndio maana leo nimejitoa ndani ya mji tu kufungua miradi kama 6 hivi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu wa Simiyu kukubali miradi hiyo kuisimamia na kujengwa kama ilivyotarajiwa. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Asanteni sana. Asante sana. Mpendwa mlipa kodi, funga mwaka wa fedha 2024-2025 kwa tabasamu. Wasilisha ritani za kodi ya ajira PAYE pamoja na kodi ya uendelezaji ufundi stadi SDL kabla au mnamo tarehe 7. Kodi ya ongezeko la thamani VAT kabla ya tarehe 20. Ushuru wa bidhaa excise duty kabla ya tarehe 25. Na ritani ya mapato kwa mwaka 2024 kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2025. Usisubiri mwishoni. Ni rahisi tu. Wasilisha kwa njia ya mtandao kupitia Taxpayer Portal. Lipa kodi na madeni ya nyuma kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2025. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.